Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, bado tupo katika mwendelezo wa kuzungumzia ibada ya swala, ambapo tulishazungumza kuhusu maji, tahara, udhu na vinginevyo. Kuanzia leo inshallah tutaieleza swala yenyewe, na lazima tufahamu kwa wenye kuswali, ndani ya swala ziko shuruti, kuna nguzo, kuna wajib, kuna na sunna. Hivi ni vitu muhimu sana kuvijua, na kujua pale unapoacha kimoja katika hivi watakiwa ufanyeje. Umeacha sharti ya swala, umeacha nguzo ya swala, umeacha wajibu wa swala, umeacha sunna katika swala, inakuwaje? Tusikilize tupate faida. Katika shuruti za swala, kutokana na madhhab na wanawachuoni wapokezi, wameziweka katika sehemu mbalimbali. Wako walioziweka kwa wingi, wako walioziweka kwa uchache, lakini mimi nimekuzikusanya kwa kuzijumuisha. Nimepata kuna shuruti takriban 10, na nitakuwa nikizieleza zile ambazo watu wametofautiana. Shuruti ya kwanza au sharti ya kwanza, mwenye kuswali lazima awe ni Muislamu. Asiyekuwa Muislamu hata anaposwali swala yake haikubaliki, na hili limeelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe pale aliposema a'udhu billahi minash shaitani rajim wa man yabtaghi khayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yule atakayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu hakubaliwi matendo yake, na kesho akhira mtu huyu atakuwa katika wenye kupata hasara. Kwa hivyo sharti la kwanza la mwenye kuswali awe Muislamu, ndio swala yake ikubalike. Sharti la pili ni kuwa na akili. Mwenye kuswali awe na akili zake timamu. Mwenda wazimu, hata anapokuwa pengine wako wenda wazimu tunaishi nao katika majumba kwa yale mazoea, watu wakienda msikitini na wao wanakwenda, au watu wakiswali nyumbani na wao wanaswali, lakini huyu hawajibiki wala swala yake haingii katika mizani. Huyu ni mtu ambaye wewe unayemfundisha, unayeishi naye, anapokuwa anakufuata wewe, basi wewe ndio unayepata thawabu zile, lakini yeye hana swala. Sharti la tatu ni kujitambua. Tamayiz wanaitwa, ni vijana ambao watoto ambao wameshaanza kuwa wakubwa, miaka 8, miaka 9. Hawa ni vijana ambao hawajaingia katika baligh, lakini si watoto wadogo. Mtoto mdogo wa miaka 2, miaka 3 hata akawa anaswali, kwa sababu hajui tohara yake, hajui najisi yake, hajui kitu chochote, anaswali, na kule kuswali kwake wewe mzazi ndio unayepata thawabu zile, kwa sababu unamfundisha. Lakini mtoto akishafika katika umri miaka 7, 8, 9, basi huyu swala yake inasihi, na anaweza licha ya kuswali hata kuswalisha, ikiwa atakuwa anajua Qur'ani na anajua vitu vyote vinavyohusiana na swala. Sharti la tatu ni kuwa tahara kutokana na hadath. Kuwa tahara kutokana na hadath. Tumeeleza huko nyuma kuhusu hadath kubwa na ndogo. Kwa hiyo mtu anatakiwa aswali akiwa yuko tahara. Kwa mfano, hawezi kuswali mwenye hedhi, wala hawezi kuswali mwenye nifasi, wala hawezi kuswali mwenye janaba, wala hawezi kuswali mtu ambaye amejisaidia haja kubwa au haja ndogo na hajajitoharisha, hajajisafisha. Kwa hiyo lazima uwe tahara kutokana na hadathi zote kubwa na ndogo. Sharti la 5 ni kutoharisha kutokana na najisi katika nguo na sehemu ya kuswalia. Ni kujitoharisha nguo zako na kuzitoharisha sehemu yako ya kuswalia. Hili la tahara kwa maana ya tahara ya kiwiliwili chako, na tahara ya nguo zako, na tahara ya sehemu yako ya kuswalia. Hii inaruhusiwa mtu kufanya hivyo katika mlango wa dharura, pamoja na kwamba hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iliyopokelewa na Ibn Umar inasema la tuqbalu salatu bi khairi tuhur, haikubaliwi swala kwa asiyekuwa na tahara. Lakini wanawachuoni wanatuambia katika mlango wa dharura mtu anaruhusiwa kuswali. Kwa mfano, mtu yuko katika matibabu, yuko hospitali, ametiwa mipira ya mikojo, amepewa mipira ya damu, amefanyiwa operesheni, amekatwa, hana udhu, hawezi kutawadha,
lakini wakati wa swala umefika, huyu mtu anaruhusiwa kuswali. Hapa wanawachuoni wametofautiana tu. Kuna wanaosema ya kwamba kisha hizi swala aje azirudie. Kuna wanaosema hapana, akiswali swala yake ni kamili na imetosha. Sharti jingine ni kuwa na udhu. Kuwa na udhu ule wa kutawadha. Lazima mtu awe atakuwa mwenye kutawadha. Na hii imeelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulukum ila alka'bayn. Na tushaeleza huko nyuma kuhusu aya hii. Kwa hiyo unapotaka kuswali katika sharti lazima uwe na udhu. Lakini sharti hili nalo pia lina mlango wa dharura. Kuna wakati mtu anaweza akakosa maji ikabidi atayamam, na kuna wakati mtu anaweza kuwa yuko katika hali ambayo hapati maji, hapati mchanga, atatayamam japo kwa upepo, japo kwa vitu ambavyo ni ukuta na mfano wa hivyo. Unaruhusiwa kuswali, na wakatofautiana. Wengine wakaona ukisha swali umeswali, na wengine wakaona ukisha swali uje uirudie. Lakini pia kuna kuingia kwa wakati. Hii ni katika sharti ya swala. Uingie wakati ndio uswali. Na hii imeelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe pale alipotuambia, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Kwa hakika swala kwa mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada iliyowekewa wakati wake. Na kila ibada ina wakati. Swala ina wakati, Ramadhani ina wakati, hija ina wakati. Lakini swala wakati mwingine inaswaliwa kwa kuruka wakati. Kwa mfano katika dharura, mtu anasafiri, adhuhuri inachanganywa na alasiri, magharibi inachanganywa na isha. Ni mgonjwa, hawezi kutawadha mara kwa mara, hawezi kuinuka mara kwa mara, yuko kitandani amelala, akawa anachanganya swala. Kwa hila wakati pia linatumika katika mlango wa dharura pale inapobidi. Lakini kuna kujistiri. Kuna kujistiri uchi, kujistiri utupu. Kwa mwanamume katika mlango wa dharura ni baina ya magoti, chini ya magoti mpaka juu ya kitovu. Inapokuwa imekosekana kabisa kabisa kwa mwanamume nguo, basi unatakiwa ujistiri juu ya kitovu mpaka chini ya magoti. Kwa mwanamke ni kuacha viganja vyako vya mikono na paji lako la uso peke yake. Lakini unapotakiwa kuswali mwanamke, unatakiwa uhakikishe umestiri viungo vyako vyote. Yako makosa baadhi ya wanawake wanayafanya. Mtu anaswali miguu iko wazi, mtu anaswali kifua kiko wazi, mtu anaswali nyele ziko wazi. Kwa hiyo mtu aangalie, atakuwa ameruka katika sharti za swala na swala yake itakuwa haiko sawa. Labda itokee katika dharura, na dunia ya sasa sio sana. Zamani huko ukisikia habari za maswahaba, mtu ana nguo moja tu nyumbani, anaswali mume akaswalia mke, wanakuwa wanajifunika funika hivyo hivyo. Lakini dunia yetu ya sasa alhamdulillah, nguo zimejaa tele za kila aina, za mpya na za mitumba. Kwa hiyo mtu jistiri. Na kuna baadhi ya watu ambao wanapuuza katika kuswali. Mtu anaenda msikitini ameswali amevaa singlet, mtu anakwenda msikitini ameswali amevaa nguo kitovu. Namna hiyo ni vitu ambavyo havipendezi. Katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid, asiswali mmoja wenu katika nguo moja, laisa ala atikehi shay, hali ya kuwa katika mabega yake hakuna kitu. Wameifasiri namna tofauti tofauti wanawachuoni hadithi hii, lakini kilichokuwa muhimu ni wewe unaposimama kwa ajili ya swala, jua unasimama mbele ya Mola wako, vaa vizuri, jistiri. Tumeambiwa chukueni katika kila aina ya mapambo na mazuri katika kwenda misikitini. Mtu atakiwa uende mbele ya Allah umevaa vizuri, unanukia vizuri, sio uende mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nguo chafu, nguo nusu, umevaa masinglet unanuka. Si jambo linalopendeza. Na mwisho ni kuelekea kibla. Kuelekea kibla nalo ni katika sharti la swala. Mwenye kuswali lazima aelekee kibla,
Na hili limeelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe pale alipotuambia fawalli wajhaka shatr almasjid alharam, alipokuwa akimwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio tumeelekezwa mimi na wewe. Lakini hili pia lawezekana kuliondoa katika mlango wa dharura. Mtu unaswali, uko ndani ya ndege, umeingiliwa na wakati, wataka kuswali, ndege inaenda safari ndefu au basi, kulikoelekea usafiri, hicho ndio kibla chako. Nalo wakatofautiana ili wanawachuoni. Wengine wakasema ukirudi uiswali tena hii ukifika huko, wengine wakasema hapana, pale ukiswali swala yako ni kamili. Na la mwisho ni kutiania. Ama hili jambo la kutiania, tofauti iliyopo baina ya wanawachuoni, kuna wanaosema iko katika sharti, kuna wanaosema iko katika nguzo, lakini ni lazima ufanye ibada yako kwa nia, iwe katika sharti, iwe katika nguzo. Innamal a'malu binniyya. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kheri nyingi sana. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.